Taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu katazo la mikutano ya vyama vya siasa lililotolewa na Waziri wa Mambo ya Ndani wa nchi kuwa ni kinyume cha katiba, sheria na mikataba ya kimataifa na linahatarisha haki za binadamu na utawala wa sheria. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC kimepokea kwa masikitiko makubwa na wasiwasi tamko lililotolewa tarehe 26 Juni mwaka 2026 na Waziri wa Mambo ya Ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi bungeni lililopiga marufuku mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa kwa tuhuma za uwepo wa viashiria vya uvunjifu wa amani. Katika tamko lake, waziri hakufanya rejea wala nukuu ya kifungu chochote cha katiba wala sheria kinachompa mamlaka ya kutoa zuio la jumla la mikutano. Naam, ni taarifa ambayo inaendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Hii kutokana na matamshi yake Waziri wa Mambo ya Ndani ambaye alizungumza bungeni. Mikutano ya kisiasa yaliweza kupigwa marufuku na Waziri wa Mambo ya Ndani aliweza kufikishwa mahakamani kufuatia kesi inayodai kuwa aliitumia mamlaka yake vibaya, kama tulivyosikiza tangia mwanzoni mwa hii video, kwa kuzuia mikutano ya kisiasa iliyokuwa imepangwa kufanywa na vyama vya upinzani ikiongozwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambayo imekuwa ikiongozwa na naibu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Na walalamikaji wanadai kuwa hatua hiyo ilikiuka haki za kikatiba za wananchi za kukusanya, kujieleza na kushiriki shughuli za kisiasa kwa uhuru. Na kwa mujibu wa hati ya madai, wadai wanasema kuwa marufuku hiyo ililenga hasa viongozi wa upinzani, hasa Lissu na John Heche, na wanasema kuwa viongozi wa upinzani hawana tena uhuru wa kujieleza, na wanasema kuwa ililenga hawa viongozi wa upinzani, huku mikutano ya viongozi wa CCM ikiendelea bila vikwazo yoyote. Na mwakili wa walalamikaji wameiomba mahakama kutangaza kwa vyombo vya habari kuwa hatua hizo zilikuwa kinyume cha sheria na kutoa amri ya kusitisha utekelezaji wake mara moja. Tungependa tukusikia kutoka kwako. Endelea kutuandikia maoni yako kuhusiana na hili swala nzima Waziri Katambi pamoja na viongozi wa upinzani. Upande wa utetezi wa waziri umeielezea mahakama kuwa maamuzi yaliyofanywa yalilenga kulinda usalama wa umma na kuzuia uvunjifu wa amani, ukisisitiza kuwa serikali ina wajibu wa kuhakikisha shughuli zote za kisiasa zinafanyika kwa kuzingatia sheria na usalama wa wananchi. Nje ya mahakama kuu, wafuasi wa upinzani, wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na wanaharakati na watetezi wa haki za kibinadamu walikusanyika wakitaka haki iweze kutendeka na viongozi wote watendewe kwa usawa bila ukiukaji na msimamo yao ya kisiasa, huku wakitaja kuwa maandamano ambayo yamepangwa tarehe 7 mwezi wa 7 pia itaweza kufanyika. Kumbuka hapo awali Waziri Katambi aliweza kutamka kuwa siku hiyo ya 7/7 itakuwa siku ya kawaida na wananchi wataelekea kazini kujitafutia kipato zao na kuwa hakutakuwa na maandamano yoyote. Na watetezi wa haki za kibinadamu wameweza kutaja kuwa siku hiyo wananchi wataenda barabarani ili waweze kuandamana na kuelezea serikali kuwa wanahitaji katiba mpya na pia waweze kuachilia kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu. Baadaye tutakuwa tunaangalia baadhi ya maoni kutoka kwa wananchi, kwa hivyo tuandike maoni yako kuhusiana na hili swala nzima. Na wakati huo vyombo vya usalama viliweza kuongeza ulinzi ili kuhakikisha hali ya utulivu inaendelea wakati kesi hiyo ikiendelea kusikilizwa, na mahakama imepanga kutoa maelekezo ya awali kuhusu mwenendo wa kesi hiyo katika kikao kijacho, huku wadau mbalimbali wakisubiri kuona uamuzi utakaotolewa na mahakama kuhusu mipaka ya mamlaka ya serikali katika kudhibiti mikutano ya kisiasa na wajibu wake wa kulinda haki za kikatiba za wananchi, na kama waziri huyu Katambi ana mamlaka ya kuelekeza viongozi wa upinzani wasiwe na mikutano yoyote ya kisiasa. Endelea tu kutuandikia maoni yako na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini. Kumbuka serikali haijaweza kutoa tamko lolote kuhusiana na matamshi yake Waziri Katambi.
huku wengine akisema kuwa alikuwa anazungumza yale ambayo alikuwa amepata ama maagizo ambayo alikuwa amepata kwa Rais Mama Daktari Samia Suluhu. Hebu tuangalie tu baadhi ya maoni kutoka kwa wananchi. Kama huyu aliandika na kusema, kwa mawazo yangu ni kwa vile sisi wananchi ni wanachama wa Umoja wa Mataifa, tunapaswa kuomba Umoja wa Mataifa kuikwamua nchi yetu kwenye huu mtego, kwa sababu tukofuata ustaarabu wa ndani, sheria hizo za ndani na zilizo nchi ya katiba hii. Tuangalie maoni mengine hapa. Hapa ndo tunakubaliana na Chadema ya kwamba bunge la mwaka 2026 hadi 30 halina uwezo wa kutetea wananchi. Kumbe kauli ya Katambi ingeanza kupingwa bungeni, badala yake walipiga makofi na kushangilia, kwa kuwa wengi wameweza kukashifu wabunge kuwa wanajali tu maslahi yao binafsi na hawajali maslahi ya wananchi, kwa kuwa hakuna aliyempinga huyu waziri Katambi alipozungumza kuwa wananchi ama viongozi wa upinzani hawana uhuru wa kuenda kuandaa mikutano za kisiasa, na pia hawana haki ya kuenda barabarani na kuandamana siku ya tarehe 7 mwezi wa 7. Kwamba serikali imeisaliti wananchi wake kwa kuwa wamekuwa wakijali maslahi yao binafsi, mifuko zao binafsi, na bali hawajakuwa wakijali maslahi ya wananchi wa kawaida. Tungependa tu kusikia kutoka kwako, tuandike maoni yako. Na je, iwapo unahisi kwamba serikali itaweza kusikiza wito ya wananchi kuwa wanastahili waandamane, na pia viongozi wa upinzani wana uhuru wa kujieleza kupitia mikutano ya kisiasa? Maoni yako ni yapi? Tuandikie hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapo chini. Na pia je, unamwambia nini waziri huyu Katambi? Je, una maoni yapi kuhusiana na huyu waziri Katambi? Wengi wakisema kuwa anazungumza yale ambayo amepata maagizo kutoka kwa Rais Mama Daktari Samia Suluhu. Kwa hivyo tuandikie maoni yako, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe, ndipo sasa tutakapo video zingine utakuwa wa kwanza kuona. Kwa hivyo subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.